Mimi ni mchungaji, nimetokea Msoma. Ninaenda kijiji cha Bupando wa Shimba. Sijui nimefika, sijui bado. Oshika kawa bahena hahe Bupando wa Shimba. Nimefika. Oshika kahije neji. Hapa nimefika kijijini. Mungu asante. Mama, Mungu asante, nashukuru. Mama, nimetembea. Nimetembea. Nimeshuka huko mbali kabisa. Nimekuja huku kwa miguu, natembea, nauliza vijiji na vijiji wananiambia bado hujafika. Mama, ninashukuru kwa kweli. Ninashukuru sana mama. Yaani ninashukuru kama nimefika, ninashukuru. Ngoja sasa mama, mimi niendelee, maana muda umeenda. Niendelee nifike mahali pa kujihifadhi. Hapana baba, twende hapo kwangu. Kwa sasa hivi muda umeenda, kijiji cha huku ni kibaya. Kesho utaendelea na mambo yako. Sawa, tunaweza kwenda. Kama inawezekana mimi kupata hifadhi, tunaweza kwenda. Kisasi cha babu kimerudi leo, lakini nguvu ya Mungu yashinda yote. Bupando wa Shimba yashuhudia kweli, mwanga wa Mungu waangusha giza. Mama, lete nikusaidie hako kamzigo. Unisaidie? Nikusaidie mama. Ndipo mchungaji akafika kijijini, akahubiri toba na wokovu wa kweli. Kwa maombi na imani akapambana na giza, nguvu za wachawi zikaanza kushindwa. Akaona maajabu ya ajabu. Karibu baba. Karibu jisikie nyumbani. Karibu baba, leta nikusaidie. Asante. Asante. Leta na beki. Kabeki. Nikae hapa kwenye kakiti hapa. Babu na nguvu ya Mungu. Kisasi cha babu kililia usiku, lakini nguvu ya Mungu ikashinda giza. Wachawi walipanga njama za siri, Baba, turiho baba. Turiho. Obete sana. Shija. Baba. Turiho baba. Obete baba. Natewi kajisano nene shija hena ha. Baba. Tinamyawe yanentaka. Epietire nkoro babu moyo. Niseka na mame hena na lero mbona nafasi twikeshe na kwerese. Karibu baba, turiho tuhoye. Baba Shija. Baba mzee kiti baba. Epietire baba inkoro kituma na kuelela. Ina maana siku hizi utaratibu hapa kijijini umebadilika.
Umebadilika? Umebadilikeje? Nimekutana na wajukuu wa mzee Mabula. Wanaenda kusafisha kaburi la babu yao. Na nilivyowauliza wakanijibu mambo ya hovyo hovyo tu wanavyojua wao wenyewe. Sasa nikashindwa kuelewa huu taratibu umebadilika lini? Wajukuu wa mzee Mabula? Ndio. Nani na nani? Ni Masanja pamoja na Minza. Kwa hiyo wenyewe wamejichukulia mamlaka ya kufanya hivyo. Hawajui mila na desturi za hiki kijiji. Na ndo maana mimi nimechukia sana, nikaona nije nikuulize wewe, pengine labda utaratibu mmeubadilisha bila kutujulisha sisi wazee wa kijiji hiki. Hawa watoto wanataka kutupanda kichwani. Sasa kwa chakana jero nanga kwa batare. Tuje rukarore. Itaka chene baba, suraka babe lirorero. Kijiji cha Bupandwa Shimba giza limene, Mzee Kiti na mwenzi walisema wapo wema, lakini ndani ya giza njama ziliundwa kuwa Mzee Mabula ili uchawi ushike nafasi yake. Kijiji cha Bupandwa Shimba kilitanda giza kuu. Wachawi walitawala, watu wakaishi kwa huzuni tu. Mzee Mabula aliuawa kwa njama za siri. Ufalme wa kichawi ukachukuliwa kwa hila na fitina nyingi. Kisasi. Kijiji cha Bupandwa Shimba kilitanda giza kuu. Wachawi walitawala, watu wakaishi kwa huzuni tu. Mzee Mabula aliuawa kwa njama za siri. Ufalme wa kichawi ukachukuliwa kwa hila na fitina nyingi. Kisasi. Oja ndale. Nalikoshi nyako kunimanaliza. Karibu. Karibu mzee. Shija. Baba. Nashika kababu na mala wisumbi. Turiho ba Mzee Kiti. Turiho baba. Naro murate na mala nguno ochimera otonga kuma miremo. Bila kuchimeji kansa baba. Tuchake na miremo. Lala koko. Hivi kumbe hawa watoto
wanafanya kazi ya kipuzi namna hii. Hivyo wamjui mzee Kiti ni nani kwenye hiki kijiji? Hawajui kama mimi ndo na Malawisu Mbo mzee Ngumu. Sasa nisikilize Shija, hawa watoto nataka useme nini tuwafanyie sasa hivi. Hawa watoto wameshatuingilia kwenye anga zetu. Ndio baba na abanegene bene aba. Tuwafanye kitu mbaya sana. Toka wayuga vibaya ano baba. Kisasi cha babu kimerudi leo, lakini nguvu ya Mungu yashinda yote. Mupando wa Shimba yashuhudia kweli, mwanga wa Mungu waangusha giza. Miza ubeta milogolo yawe kasenenkwi uzidiza bilankwi warapasi waja kwishambura ale kiza jibiza jiza genkwi wigwa ena gaile gambele no Kisasi cha babu kililia usiku, lakini nguvu ya Mungu ikashinda giza. Wachawi walipanga njama za siri,